Manake mpango kazi ni kumsimamisha rais mpya wa DRC. Koni Online TV sasa tupo live pia tukiwa na kiongozi mmoja msemaji wa M23 akiwa tayari kwa ajili ya kutuelezea ratiba ya kwao ya M23 jinsi wanavyoratibu mambo yao, lakini pia tuelezee ni kitu gani kinaendelea. Hali gani ndugu kiongozi? Ni salama mpaka sasa hivi. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Ndio, naona mnaendelea vizuri na harakati zenu hapa katika mji wa Bukivu. Tunaendelea vizuri, lakini tumesikitishwa kidogo na kifo cha kiongozi wetu. Ndio. Ambaye amevamiwa hivi juzi. Ndio. Lakini hata hivyo haijashusha morali ya sisi kuendelea kupambana. Ndio. Na mpaka saa hizi tunaendelea kama tumepata nguvu sasa, tumeongeza hasira. Ndio. Kuelekea kwa sasa hivi tumepanga kuelekea kabisa mji mkuu Kinshasa, kuendelea na mashambulizi ya kumuondoa huyu mtawala ambaye hatumuelewi sisi. Hamuelewi Felix Tshisekedi. Sasa mmeweza kuanzia katika mji wa Goma, tumeona maasi na maafa ambayo mmeyafanya. Mmekuja katika mji wa Bukivu pia, tumeona ni mambo gani mmeweza kuyafanya ya maafa, lakini pia watu wamekufa. Na saizi mna mpango gani, mmejizatiti vipi kuweza kuvamia mji wa Kinshasa, kwa sababu Kinshasa ndiko ilipo makao makuu na ikulu ya mji wa Kongo? Unajua sisi tuna jeshi kubwa. Ndio. Kwa hiyo sisi tunachojivunia ni jeshi letu. Kiongozi wetu alikuwa kama mwongozo wa sisi. Ndiyo. Lakini hata hivyo yupo kiongozi mwingine ambaye alikuwa ni kama msaidizi. Ndio. Huyo ndo atachukua kiongozi mkuu kwenda kuongoza hayo mashambulizi na labda kidogo tuweze kufahamu kipindi kiongozi wenu Naga anavamiwa, nyinyi mlikuwa naye au alikamatika akiwa wapi? Yaani mlikuwa naye kwamba alinyang'anywa mikononi mwenu au ilikuweje? Na alivamiwa na kina nani? Wapo watu walikuja kama wema. Ndio. Wakamchukua. Alikuja kama miongoni mwa kundi letu sisi. Wakaonekana kama miongoni mwa kundi letu tusiwajue. Lakini kama bahati mbaya wakawa kama sio wenzetu, ni maadui. Walikuja kwao, walivaa uniform za kufanana na nyie. Ndio. Sasa mmejipangaje? Juzi tulikuwa tunaona marori yenu masemitreta yamebeba baadhi ya nuclear kubwa sana. Maana yake mmejipanga vizuri kuweza kupambana na jeshi la Tshisekedi. Sasa mna mpango gani labda mkiweza kumngatua huyu Felix Tshisekedi, nani atakuwa kiongozi, ataweza kuongoza tena kundi lenu hili? Kwa sasa focus kubwa ambayo tunayo sisi ni kuchukua dola kwanza. Baada ya kuchukua dola, na labda ni nani ambaye mmemwandaa au tetesi au bado hairuhusiwi kusemwa mpaka saa hizi? Haiwezi kusemwa kwa usalama wa kiongozi mwenyewe ambaye anafuatia pale. Haipaswi kusema sasa hivi. Haitaki kusema saa hizi mpaka muweze kumngatua huyu Felix Tshisekedi na aweze kutangaza mwingine. Sasa hivi ni kuendelea na vipi? Ndio. Na kipindi mmeanza mavamizi, mliweza kuvamia baadhi ya migodi. Sasa hizi vipi, wachimbaji wameruhusiwa kuendelea kuchimba madini yao au bado wameshikilia? Sasa hivi tunaendelea kushikilia rasilimali zetu zile. Ndio. Ili hata tukichukua dola tuweze kuzitumia hizo rasilimali kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Labda hapo msemaji wa M23 unazungumziaje kuhusu haya majeshi ya SADC ambayo yameweza kupewa oda ili nyinyi kuwazuia? Unazungumziaje? Tunaona kabisa kwamba kuna jeshi kubwa ambalo lina nguvu kama JWTZ ambalo tumeona kabisa lina ushawishi mkubwa na watu wengi wamekuwa wakilizungumzia ya kwamba lina uwezo wa kuwazuia nyinyi 100%. Wewe unalizungumziaje jeshi la Tanzania JWTZ? Tunajua ni jeshi kubwa, lakini hata sisi tutaomba ushirikiano kwa sababu sisi sio wahalifu, sisi sio waasi. Tutaomba misaada kutoka majeshi tofauti ambao yataungana na sisi kuendelea na mapambano haya. Lakini pia tumesikia ya kwamba labda jeshi la Rwanda linawapa support. Hivi pana ukweli wowote hapa jeshi la Rwanda nyinyi kuwapatia support? Ni kweli. Rwanda ni marafiki zetu na mpaka sasa hivi tunapata support kubwa sana kutoka kwao kuendelea na haya mapambano. Sawa, labda pengine kufariki kwa huyu kiongozi wenu labda hakujawakwamisha hata kidogo nyinyi labda kusitisha mapigano kwa muda ili muweze kumpumzisha kiongozi wenu alafu baadaye mtaendelea? Kusema kweli tumekwama kwa siku mbili chache hizi. Ni kama huzuni imetupita na wapo watu ambao wanaendelea kwa ajili ya kumpumzisha, lakini hii haiyatukata sisi moyo kuendelea na mapambano. Hii imetutia nguvu zaidi kwamba hatuwezi kuishia hapa. Lakini tumeona pia Umoja wa Mataifa umeomba msaada kupitia Marekani. Nyinyi kama M23 hamuogopi Marekani hata kidogo? Sisi hatuogopi kwa sababu sisi
tunaamini tunachokifanya kipo sahihi. Ndio. Ndio. Nyinyi sasa kipi ambacho mnakipigania sana ndani ya Kongo ukiachana na rasilimali hizi ambazo tunaona watu wengi sana wanazizungumzia? Nini hasa ambacho mnakipigania juu ya wananchi wa Kongo? Unajua Kongo ni nchi yenye mali nyingi sana. Ndiyo. Na imefika mahali rasilimali za Kongo zimekuwa kama laana za Kongo. Ndio. Unaona? Kwa hiyo sisi tunachokipigania zaidi ni kuweza kuchukua dola. Ndio. Na kuweza kuongoza nchi ya Kongo ili zile rasilimali za Kongo ziwe na manufaa kwa wananchi wake. Sawa kabisa. Endelea mwandishi. Asante. Sasa ndugu kiongozi msemaji wa M23. Saizi tunaomba labda tugusie kidogo, mna mipango gani? Mna mipango gani ambayo inatakiwa muiratibu kwa kwingine mnakoendelea, au mna mipango gani, mmejipangaje kuweza kuvamia mji wa Kinshasa kwa sasa? Unajua mambo hii ni public. Ndio. Lakini sasa ipo mikakati mingi sana ambayo tumeiandaa ya kuweza kuufikia mji wenyewe. Okay. Kwa hiyo kwa hapa hata tukisema tunaweza tukasema tunatoa siri kwa maadui zetu. Kwa kuna vitu ambavyo havitaki kusemeka public ili viweze kubaki ni siri kwa kambi. Ndio. Hali gani mtazamaji wa Koni Online TV, niko na msemaji wa kikundi cha M23 katika mji wa Bukivu hapa, wakiwa wanaendelea na mapambano ya kuweza kupambana wakielekea katika mji mkuu wa Kongo, mji wa Kinshasa. Basi nakushukuru sana ndugu msemaji, basi tuendelea na kipindi kingine nikibahatika kukutana na wewe tena. Asante. Asante.